zao la karanga. Asante. Tunaendelea na swali linalofuata, Mheshimiwa Agustino Manyanda Masele. Je, serikali ina mpango gani kabambe wa muda mfupi na mrefu wa kuimarisha kilimo cha umwagiliaji ili kuepuka serikali kugawa chakula cha msaada kila wakati? Swali hili bado limeelekezwa katika Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika, na Naibu Waziri Godfrey Zambi anaendelea kutoa majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Agustino Manyanda Masele, mbunge wa Jimbo la Mbogwe, lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. A. Mheshimiwa Spika, mikakati ya serikali ni kuendeleza kilimo cha umwagiliaji nchini ikiwemo wilaya ya Mbogwe ili kufikia lengo la kuwa na 25% ya uzalishaji wa mazao ya chakula yanayotokana na kilimo cha umwagiliaji. Kwa kutambua umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji, serikali imeandaa mpango kabambe wa taifa wa umwagiliaji ya National Irrigation Master Plan ambao umeonyesha maeneo yenye fursa za kilimo cha umwagiliaji nchini. Aidha, serikali imeanzisha Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa lengo la kusimamia maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji kwa tija na ufanisi zaidi. Mheshimiwa Spika, mikakati hiyo ni pamoja na kuboresha na kukarabati miundombinu ya umwagiliaji katika skimu za wakulima wadogo na kujenga skimu mpya katika maeneo yanayofaa kuendelezwa kwa kilimo cha umwagiliaji. Kuendeleza ujenzi wa skimu za umwagiliaji zinazotumia teknolojia ya kuvuna maji ya mvua katika maeneo kame ya nchi, kuhamasisha matumizi ya teknolojia zinazotumia maji kwa ufanisi kama umwagiliaji wa matone and drip irrigation, kujenga mabwawa ya kuhifadhi maji kwa ajili ya umwagiliaji na kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha miradi ya umwagiliaji wilaya ya Mbogwe inatekelezwa, serikali inaendelea na mikakati ya kutafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji. Aidha, halmashauri ya wilaya ya Mbogwe inashauriwa kutenga fedha kupitia mpango wa maendeleo ya kilimo wilayani DADIPS na kutumia fursa nyingine zilizopo kama vile kuandaa maandiko na kuyawasilisha katika mfuko wa Food Aid Counterpart Fund kwa ajili ya kupata fedha za kuendeleza miundombinu ya kilimo cha umwagiliaji ili kuwanufaisha wananchi wa Mbogwe. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji kwa wananchi wa wilaya ya Mbogwe, wataalamu wa umwagiliaji kanda ya Mwanza kwa kushirikiana na wataalamu wa wilaya walitembelea maeneo yote ya mabonde ya umwagiliaji katika wilaya ya Mbogwe kwa ajili ya kufanya tathmini ya awali, yani reconnaissance survey. Aidha, kupitia tathmini hiyo, maeneo ya jumla ya hekta 8200 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji yalibainishwa, ambapo maeneo hayo ni Mlange hekta 1500, Kanegere hekta 300, Mgelele hekta 400, Ushirika hekta 5000 na Shikalibuga hekta 1000. Mheshimiwa Masele, swala nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya naibu waziri, ninaomba nimuulize maswali madogo mawili ya nyongeza. La kwanza, kwa kuwa wilaya ya Mbogwe ni kweli imebainisha maeneo haya na imekuwa ikiweka katika mpango wake wa maendeleo ya kilimo bajeti ya kutekeleza hii mipango, lakini pesa zimekuwa haziletwi na serikali. Je, serikali ina mpango gani sasa wa makusudi wa kuweza kutupatia pesa ili tuweze kuendelea na hizi shughuli za umwagiliaji katika ekari zetu hizo 8200? La pili, hii teknolojia ya drip irrigation ni teknolojia nzuri. Ni lini sasa itaanzishwa katika wilaya yetu ya Mbogwe? Asante. Mheshimiwa naibu waziri, naomba majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika, napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Agustino Manyanda Masele, mbunge wa Jimbo la Mbogwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kimsingi kama tulivyoshauri, ni vema halmashauri ya wilaya ya Mbogwe ikaendelea kutenga pesa kwa ajili ya kuanza miradi hii. Lakini pia Mheshimiwa Spika, mimi nimesimama hapa mara kadhaa mbele ya bunge kwamba ndugu zangu waheshimiwa wabunge, tuna miradi mingi mno nchini na miradi hii ilibuliwa na halmashauri zetu, lakini tukafika mwisho tumeshindwa kuiendeleza. Sasa ile miradi ambayo imeibuliwa na halmashauri, lakini na miradi mingine mikubwa ambayo imetokana na miradi mbalimbali, kwa mfano chini ya BRN, chini ya mradi wa PHRD
na mradi mingine ya tume ya umwagiliaji, tumesema ni vema tu concentrate na miradi michache, tuimalize ile miradi ambayo tumekwisha kuianza, ndipo tuanze kuendeleza miradi mingine. Lakini kila mbunge, Mheshimiwa Spika, akitaka miradi yake yote ambayo imetambuliwa katika maeneo yake tuendeleze, kimsingi serikali haitaweza. Lakini tupeni fursa basi wizara na serikali kwa ujumla, ili tufanye kazi kwa miradi tuliyokwisha kuianza. Tunahakika ndani ya miaka miwili miradi hiyo ambayo imekwisha kuanza inaweza ikawa imepiga hatua kubwa. Baada ya hapo, Mheshimiwa Spika, tutakwenda sasa kwenye miradi mingine au katika maeneo ambayo yametambuliwa na kwamba yanafaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Ya pili, drip irrigation. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu swali la pili la umwagiliaji kwa njia ya matone. Mheshimiwa Spika, tumesema kwamba teknolojia hizi ni rahisi na zina ufanisi mkubwa, lakini teknolojia yenyewe ni ghali sana. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba kuwasaidia wakulima hawa, kuwaunganisha, na hapa nimesema kwamba wanaweza katuletea miradi yao wakaomba kupitia mradi wa Food Aid Counterpart Fund ambao ni mradi unafadhiliwa na Wajapani. Kwa hiyo kama kuna vikundi wakulima wajao ambao wamejiorganize na wangependa kuwa na kilimo hiki cha drip irrigation, ni vizuri serikali pia ikajua kwamba kuna wananchi ambao wako katika maeneo haya na wako tayari, basi serikali na kupitia tume ya maendeleo ya umwagiliaji itakuwa tayari kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kilimo hiki cha drip irrigation pia kinaweza kufanya katika maeneo ambayo pia maji yanaweza kupatikana kwa wingi.